Tunakushukuru ya Mungu Abraham, Mungu Isaka, Mungu Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa rehema na neema za kipekee ambazo Bwana umetupatia mchana wa leo Bwana. Mungu tunaposhuka kuangalia neno lako Bwana, ni yetu Bwana, utashuke chini Bwana, utatupata uongozi Bwana kutoka kwako Bwana. Maana wewe ni mpenda haki, wewe ni mtenda haki, na siku zote Bwana daima utabaki mwenye haki Bwana. Mungu zidi kutuonyesha kile ambacho tunapaswa tukione hapa duniani Bwana, ili tuweze kufanya haki na kila sehemu ambao iliyo ndani ya mili yetu, ndani ya mioyo yetu iliyo na ukoma Bwana, ili kupitia neno lako Bwana tupate kuhukumu kila sehemu ambao Bwana haitokani nawe Bwana, katika maisha yetu ya kiroho na hata maisha yetu tunayoishi hapa duniani, tukingoja Bwana kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Tunapoangalia Bwana kuhusiana na sheria ya wakoma Bwana, tutakapoiangalia Bwana kwa macho ya undani zaidi Bwana, kuhusiana na uchafu katika kusanyiko lako, kuhusiana na jinsi wakoma Bwana walipokuwa wanawekwa nje ya lango Bwana, wanawekwa nje ya kusanyiko takatifu Bwana. Mungu tusaidie Bwana, ili kwa kila ukoma tuweze kupata toba kabla Bwana kuwekwa nje ya kusanyiko lako la hapa duniani, ikiashiria Bwana na kule mbinguni Bwana. Mungu tusaidie Bwana, ili tusiwe watu hapa duniani Bwana tu wa kukaa Bwana na kuishi maisha yetu tukifikiria Bwana tuko pamoja na Kristo, lakini kumbe Bwana tumejawa na ukoma wa uovu, ukoma wa chuki, ukoma wa faraka, ukoma Bwana wa kiburi, ukoma wa kijicho Bwana, ukoma wote ule ambao unaweza shika moyo wa Mkristo aliyepata ondoleo la dhambi, lakini Bwana akatazama nyuma, akaangalia Sodoma Bwana. Turudie Bwana, tuamshe Bwana kabla hiyo siku, ili tupate kuamka Bwana, na walioamka Bwana zidi kuatia nguvu na uzidi kuwafanya Bwana wazidi kuoshwa na neno hili, wazidi kutakaswa na neno hili Bwana, kwa sababu walio wako Bwana unawajua na wanaisikia sauti yako. Na kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tukiamini. So tutaangalia sheria ya wakoma, na tukiangalia sheria ya wakoma tunaangazia mwili wa Yesu Kristo. Tunaangazia mwili wa Yesu Kristo. So somo ni lile excommunication, kuwekwa nje ama kutengwa na ushirika. Kutengwa na ushirika wa Bwana, kutengwa na kanisa la Bwana. Ili somo zaidi ni la wale waliokoka. So baada ya wokovu kuna venye Mungu anataka wanadamu waishi katika wokovu, na pia kwa wenye dhambi pia inaweza kuwafaa zaidi kifahamu jinsi wanapaswa watubu, ili wao pia wasife katika uovu na pia wakakataliwa. So tutaangalia kitabu cha Mambo ya Walawi. Tasoma Mambo ya Walawi, tasoma 13, Mambo ya Walawi 13, naweza kuanza mstari wa 42. Mambo ya Walawi 13, mstari wake ni wa 42. Mambo ya Walawi 13 mstari wake ni wa 42. Maandiko yanasema, lakini kama ana kidonda chenye wekundu na weupe kwenye kichwa chake chenye upaa, au kwenye paji la uso, ni ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza unaojitokeza kichwani au kwenye paji lake la uso. So tukisoma hapo kuna kitu Mungu anaongelea. Soma Biblia ya Kimombo inatumia hiyo neno leprosy. Sijui Biblia nyingine ya Kiswahili inasema nini kando na hiyo. Mambo ya Walawi 13:42 inasema, lakini kwamba katika kila kichwa kilicho na upaa au kile kipaji kilicho na upaa laonekana pigo jeupe kisha jekundu kidogo
ukoma. Yes, ni ukoma. Hiyo Biblia inasema sawa, pia inaleta wazi hili neno ni ukoma. Endelea. Unatokea katika kichwa chake cha upaa au katika kipaji chake cha upaa. Yeah. So Mungu anaongea kuhusiana na ukoma. Ukoma ni mojawapo ya ugonjwa ambao unaweza kuambukiza. Ukoma ni ugonjwa ambao Mungu anasema mtu akiwa na kipara alafu kukiwa na kama kidonda hivi ama kidonda hivi ambacho kiko white na reddish. Huyu mtu yuko katika kambi la Waisraeli. Waisraeli ni wasafi, ni watakatifu. Waisraeli ni limbuko la kwanza la Mungu, ni kanisa ambalo Mungu amelichagua. Lakini anasema katika ule ushirika, katika ile kambi, kukiwa na mtu ambaye yuko na dalili hizi, kuna kipara, alafu ama katika paji lake la uso, alafu na kama kidonda hivi ambako kiko cheupe na chekundu, Mungu anasema huo ni ukoma. Mungu ana point out, anasema huo ni ukoma. So ina maana Mungu akisema huo ni ukoma, wale Waisraeli wengine wote, hiyo ni alarm imekuwa raised. Manake ukiwa na mkoma, huyu mkoma atakuambukiza. Yeye ni najis, wewe muda si mrefu utakuwa najis pia. So Mungu ana raise alarm, anasema hiyo dalili ni ya ukoma. So ina maana nikijua huyu ni mkoma, kitu cha kwanza nitasonga mbali na yeye. Lakini mtu mpumbavu yule hata sikia maonyo ya Mungu, wakati anaona hatari, anaona uovu, anaona tabia, anaona pengine mwanaume anacheza naye, yeye ameokoka, okay hajaolewa, lakini anaona mwanamume anacheza naye, Mungu anatangaza kuna hali hatari hapa. Okay, huenda bwanako yuko mbali, amesafiri pengine Ulaya ama sehemu yoyote, amekuacha huku na umeokoka. Alafu unaona kuna mwanaume analeta mazoea. Mungu anakuambia huo ni ukoma. Ukiendelea kugusa hayo mazoea, yakikugusa si muda mrefu utajipata umeanguka kwa usherati. So Mungu akitoa dalili, ananionyesha mimi dalili na wewe dalili ya kwamba jihadhari na hali hiyo, kwa sababu muda si mrefu Mungu anaongea hapo akisema dalili ya ukoma ni ugonjwa wa kuambukiza. Yes, iko tabia za kuambukiza. Hivyo kwa mwanaume na mwanamke, umeoa, wewe ni mwanaume, uko kwa boma lako. Alafu kuna mazoea pia wanawake. Mazoea tu, kuna mwanamke amekuzoea. Mungu anakuambia jihadhari. Hiyo ni kama hiki kidonda chekundu. Okay, cheupe chekundu. Jihadhari na hiyo laini. Watu ambao walianguka katika maandiko, walianguka kwa sababu waliona ukoma. Mungu anaraise alarm, anakuambia hiyo ni dalili ya ukoma, lakini hawakusikia, hawakufuatizia, hawakutilia maanani, wakajipata wameanguka, wamedanganya, wameua. Na Mungu pia akaua mtoto wake Daudi alimwangusha Goliathi. Daudi alimwangusha Goliathi kwa uwezo wa Mungu na jiwe moja. Na ule upanga wa Goliath, Daudi akamkata kichwa chake Goliath. Lakini Daudi aliangushwa na mwanamke Bathsheba. Alimwangusha Daudi. Niaje na mwanaume mwenye nguvu kabisa ambao Israeli yote imemwogopa, kuanzia mfalme mpaka wale askari wa chini kabisa wamemwogopa. Daudi akiwa mdogo pale, Mungu anamtia ujasiri. Daudi anasema huwezi tukana jina la Mungu, akona uchungu kweli, anasongezwa, anamwangusha Goliath, anasema huyo asiyetahiriwa nitamweka chini na nitamkata na nitampatia ndege. Daudi anasimama na ujasiri kwa sababu Daudi alikuwa msafi. Daudi alikuwa anatembea kwa haki katika moyo wake. Daudi alikuwa anaona kitu kichafu na anajitenga nacho. Lakini alipoona Bathsheba, hii alarm ilikuwa inakuwa raise. Usitamani Daudi, usidanganye, usiue, usizini. Hiyo yote ilikuwa inakuwa raise, lakini Daudi hakuona. Mwisho siku alianguka kwa usherati, akajaribu kuficha, akadanganya, akajaribu kuficha, akaua. Mwisho siku akavunja amri zote za Mungu. Hakumheshimu babake ambaye ni Mungu. Hakuikumbuka siku ya Sabato. Mwili wako unakuwa hekalu. Mungu anataka iwe Sabato full. Licha kwa kuna siku Mungu ameweka, lakini kila siku kwa mtakatifu ni maisha ya Sabato, maisha matakatifu.
So ni kwa nini alianguka Daudi? Mungu ana erase kupitia Roho Mtakatifu. Anakuambia hino msia wachana nao, chungana nao. Na wewe iko white na reddish, ni kidonda kiko white na kiko reddish. Mungu anasema huu ni ukoma, ni ugonjwa wa kuambukiza. Watu wengi wanaanguka. Samson anacheza na Delila. Delila ni hiki kidonda kiko white na kiko reddish. Anafaa akae mbali kabisa na Delila, kwa sababu Delila ni ukoma. Muda si mrefu atamwangusha Samson. Na Samson aliangushwa na Delila. Ni kwa sababu gani? Anaona ukoma, anaona kidonda kiko white na kiko red. Ni mfano tu hiyo wa ukoma, lakini bado anasongea, anajiamini, anasema niko na nguvu. Na hivi ndio watu wengi sana huanguka. Maovu kidogo, makosa kidogo. Hawezi kutembea na watu ambao hawamjui Mungu na wewe usimaisha vile masafa ya kumjua Mungu. Kuna kitu kitaondolewa kwako. Ni ukoma. Utajifungaje nira na mtu ambaye hamwamini Mungu? Mnaongea nini? Masaa mangapi mnaongea nini? Lazima kuna kitu kitaondolewa kwako. Lazima kuna kitu kitaondolewa. Kama wahubiri tena, lazima kuna kitu kitaondoka. Lazima. So, Mungu akiraise alam inafanya iangalie. Yafanya iangalie. Mungu katika ushirika, ndugu anaanza kuongea mambo ambao hayatokani na Mungu. Pengine anaanza kusengenya, huo ni ukoma. Hicho ni kidonda cha white ambao kiko reddish. Hiyo tayari afanye jue haya maongeleze yakienda next nikichangia tayari uovu uko ndani yako. Tayari uko na uovu. So lazima nijue. Mwambie mpendwa, huu ni ukoma. Hii nchi hapana. Mungu ameandika kwa Galatia kwamba watu wenye fitina, watu wenye kugossip hawataingia katika ufalme wake, na huu ni ukoma. So lazima kuwe na hiyo line, lazima kuwe na hiyo alarm. Na hii alarm inatokana na amri za Mungu. Mungu anasema usibe, Mungu anasema usizini, Mungu anasema uheshimu. Hizi amri za Mungu ndio zinanionyesha dhambi, zinanionyesha makosa, zinanionyesha maovu. Lazima ndio nazijua ofe. Ikiwa zimeandikwa kwa moyo, lazima ziwe katika your fingertips. Unajua ya kwanza mpaka ya mwisho. Na pia kwa mjibu wa vitabu vingine. So niangalie sana mtu ambaye anajiamini. Mkristo ambaye ameokoka na anaamini kwamba anaweza kucheza na wenye dhambi, ama anaweza kucheza maovu, ama anaweza kucompromise. Huyo ni Mkristo ambaye njia yake na mwisho wake hauna tofauti na Samson. Hauna tofauti. So niangalie, waweza soma 43. Ndipo kuhani atamwangalia na kutazama kivimbe cha pigo kikiwa cheupe na chekundu katika kichwa chake chenye upaa, au katika kipaji chake cha upaa, kama vile kuonekana kwa ukoma katika ngozi ya mwili. Ya Mungu anaongea kuhusiana na kuhani. Tukiokolewa tunafanywa makuhani. Watu waliokoka Mungu anawafanya makuhani katika Kristo Yesu. Ukisoma Ufunuo naamini ya Mungu aliongea huko kuhusiana na makuhani, na sisi watu wakiokoka wamefanywa makuhani na Yesu Kristo. So yafaa nisiangalie kuhani yule wa mambo ya Walawi alafu ni achie hapo. Ni mwangalie yule kuhani wa mambo ya Walawi ambaye alikuwa amepewa neema ya kutambua ukoma, alafu nijiangalie, je, mimi nimefanywa kuhani. Yesu amefanywa kuhani, kwa sababu wote walio ndani ya Kristo Yesu wamefanyika makuhani. Yesu amewafanya makuhani. Alafu niangalie kama ni kuhani, basi afanywe na hekima na neema ya kutambua ukoma. Maana kuhani walikuwa wanatambua ukoma. Wewe umeokoka. Kama umeokoka inafaa uwe kupitia neema ya Mungu uwe na discernment, yani upambanuzi wa kujua huu ni ukoma. Waona? Haya ni maongeleze machafu. Haya yako kwa Biblia. Hizi si njia za kibiblia. Hivi si Mungu anafaa aabudiwe. Nijue hii yote ni ukoma. Huyu ni mhubiri kweli, lakini si wa kweli, anapoteza watu. So sitakuwa na muda na yeye, sitakubaliana na yeye, kwa sababu discernment, Mungu anatupatia spirit ya kutambua. Kwa nini inakuwa spirit ya kutambua? Ili nitambue niepuke, lakini kama nitakuwa natambua na siepuki, basi inamaanisha wewe umejiachilia kwa ibilisi.
Inamaanisha hii Biblia, ile roho Mungu amenipatia nimemzima. Lazima nijue, lazima ujue, na unajua kwa sababu wote wakiokolewa Mungu anaweka amri zake, sheria zake ndani ya moyo wako na moyo wangu. Na ndani ya mind zetu zinakuwa na tunakuwa spirit of discernment. Ili niweze kujua. Zangalia Revelation 1:6. Yeah. Revelation unaweza soma 1:5 kwanza. Revelation 1:5 alafu tusome 6. Ufunuo 1 mstari wake ni 5. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yesu aliyetupenda, Mungu aliyetupenda na kuosha dhambi zetu baada ya kutupatia toba. Yesu kwa damu yake anaondoa dhambi zetu. Damu ya Yesu Kristo inaondoa dhambi zetu. Baada ya Yesu kuondoa dhambi zetu kupitia damu yake, next ametufanya kuwa nani? Na kutufanya kuwa ufalme. Na kutufanya kuwa ufalme. Amekufanya wewe personal kuwa ufalme na mimi pia. Na makuhani kwa Mungu. Na amekufanya wewe kuwa kuhani kwa Mungu kwa sababu amekuponyesha dhambi zako, amekupatia uzuri, amekupatia toba, ameziosha hizo dhambi kwa damu yake alipokupatia imani. Halafu sasa maandiko yanasema Yesu amekufanya wewe kuwa ufalme, mimi pia, na akakufanya wewe pia kuwa kuhani kwa Mungu. Rejelea tena 6 tafadhali. Na kutufanya kuwa ufalme. Na kutufanya kuwa ufalme. Na makuhani kwa Mungu. Na makuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake. Naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye. Utukufu na ukuu na yeye. Hata milele na milele, amina. Hata milele na milele, amina. So Mungu anasema amekufanya kuhani. Baada ya kuosha dhambi, baada ya kuniosha dhambi kwa imani katika damu ya Yesu Kristo, baada ya toba Mungu anasema wewe ni kuhani wake. Mimi ni kuhani wake. So tukirudi katika mambo ya Walawi, kuhani ambaye ana ukoma na atambui ukoma na anazidi bado kukalia katika ule ukoma, muda si mrefu watu wote wamepata ukoma, wengine wamekuwa chafu, kambi yote imekuwa chafu, uwepo wa Mungu unaondoka. Mungu anasema sikio lake si zito, hasikizi maombi kwa sababu ya maovu. Mungu anasema mkono wake si mfupi hata ashindwe kuokoa. Watu hawataokoka, watu hawaokoki kwa sababu ya gani? Kwa sababu kambi yote sasa imejaa kwa ukoma. Unaona kanisa ambalo limepoteza discernment. Umekaa kanisani unajua yule yuko kwa dhambi fulani. Hata mnaongea, unajua nani alilala na nani? Wewe unajua leo. Wale wana miaka karibu 3. Tumishi anajua. Tumishi walienda mikutano. Na wanaendelea bado. Mko pale yule na wale. Huyu na huyu. Huyu na huyu wasalimiana. Walikosana nini? Haujasikia? Walitukanana katika mitandao, sijui ni WhatsApp ama ni Facebook. Hawaongei, hawasalimiana. Na ikifika wakati wa kwaya, wote wanaenda pale wanasimama. Huyu anasimama ngambo hii, yule mwingine anasimama ngambo hii. Na watu wanajua. Sasa huu uchafu wote unakuwa pale, nguvu za Mungu zinakaa kando. Mungu anasema hawezi kukusanyika katika kusanyiko la wapumbavu. Mungu anasema hakai katika kusanyiko la wapumbavu. Hata Daudi anasema hakai katika kusanyiko la watu waovu. Mungu anaondoka. Alafu ibada zinaendelea. Zinakuwa tu dry hivi. Zinakuwa dry kwa sababu gani? Ukoma umejaa katika hiyo kambi. Ni kwa sababu watu wanajua uovu, lakini hakuna chochote wanafanya. Wanashirikiana na huo uovu. Kujua na kunyamaza inaitwa sin of silence. Iko. Kama mwanamke anabakwa na ananyamaza. Anabakwa na ananyamaza. Anaatia mbele za Mungu. Aliyembaka akiuawa yeye pia atauawa kwa sababu alipobakwa mbona kupiga kelele. Sio inakuwa ukoma. Mungu anasema rise, enuka upige tarumbeta. Wajulishe watu maovu yao. Wajulishe watu uovu wao. Hata akute mbaya lakini Mungu akute mzuri. Isaia 58:1. Na huwezi kujulisha watu uovu wao kama unajua kwanza uovu wao. Kama wewe mwenyewe kwanza haujatengwa na huo uovu. So hiyo ndio kazi ya kwanza.
So Mungu ametuonyesha sisi ni makuhani, wewe ni kuhani, uko responsible, niko responsible. So tuangalie, hata turudi mali tulikuwa Mambo ya Walawi, Leviticus 13:43, Mambo ya Walawi 13:43. Ndipo kuhani atamwangalia. Mpaka hapo unaamini wewe ni kuhani? Ulifanyikaje kuhani? Ama mimi naamini ni kuhani, nilifanyikaje kuhani? Baada ya Kristo kuniosha kutokana na dhambi zangu zote. Yeah. Baada ya Revelation 1:5 kuoshwa, 6 umefanyika kuoshwa. So hii ndio kazi yako sasa, wewe na mimi personal, na mtu mwingine yote ambaye ameokoka. Hii ndio kazi yako Mungu amekupatia. Endelea. Ndipo kuhani atamwangalia na kutazama kivimbe cha pigo kikiwa cheupe na chekundu katika kichwa chake chenye upaa, au katika kipaji chake cha upaa, kama vile kuonekana kwa ukoma katika ngozi ya mwili. Endelea. Yeye ni mtu mwenye ukoma, yunajisi, na kuhani hana budi atasema kuwa yunajisi, pigo lake li katika kichwa chake. Yeah. Ndio venye Mungu anasema baada ya kuhani kutambua ukoma, kuhani atapronounce, atasema huu ni ukoma, na Mungu atakuwa na huyo kuhani. Mungu atakuwa katika hiyo judgment ya huyo kuhani. Mungu akisema ukiamka hata katika ushirika, mpendwa, huu ni uovu, kwa upendo, mpendwa, huu ni uovu. Maandiko yanasema Mungu atakuwa na wewe katika hiyo judgment. Mungu atasema niko na wewe, sema huo ni uovu. Mwambie mpendwa ageuke kutoka kwa uovu wake. Kama hataki kugeuka, kama anaendelea hivyo hivyo, wachana naye, mweke kando ili ule ukoma wake usikupate wewe. Hivyo ndio Mungu anasema. Baada ya kutambua uovu, ni kumwonyesha huyo mtu maovu yake, huyo mtu makosa yake. Lakini kama mtu hataki kukaa bado anaendelea nayo makosa, Mungu anakuwa na wewe katika hiyo judgment. Huu ni ukoma na ni ukoma na ni ukoma. Muonyeshe mtu ukoma wake. Alafu Mungu anasema huyo mtu ataitwa unclean, mchafu. Nakumbuka tunaongea kuhusiana na kanisa. Kanisa la duniani ni lile kanisa la mbinguni. Kanisa la duniani nikisema huyu mtu ni mchafu, anaikwa kando. Akikataa kutubu ataikwa kando. Kanisa la mbinguni linasema yule mtu ni mchafu kweli, anastahili kuwekwa kando. So niangalie isifikie hapo. Niangalie isifikie hapo. Na saa zingine kanisa inaweza isione. Lakini kama bado unaendelea na uchafu, Mungu anakuona. Na yeye mwenyewe Mungu, kanisa la mbinguni litatoa hukumu, litakweka tu kando, ama litanika tu kando, ama litanitandika na fimbo za wanadamu. Utakuta niko kanisani, hawajatambua chochote, lakini fimbo zinaendelea kukutandika tu huko uliko. Huko bado unafanya uovu wako. Ni kwa sababu kanisa liko hapa duniani, lingine liko mbinguni. So hauwezi kukimbia. Ukijificha katika hili liko duniani, la mbinguni linakuona, linakutandika hivyo hivyo. Utasikia fulani ni mgonjwa, fulani amefanya hivi, fulani yuko makadara. Imekuwaje? Miezi mitatu, miezi minne ama mwaka, hata hana nafasi. Mungu anamzuia asije katika ushirika. Si bure. Kuna kitu kimefanyika. Mungu analinda mwili wa Yesu Kristo. Tuendelee tafadhali. 44. Yeye ni mtu mwenye ukoma, yunajisi, na kuhani hana budi atasema kuwa yunajisi, pigo lake li katika kichwa chake. 45. Kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, nguo zake zitararuliwa na nywele za kichwa chake zitaachwa wazi, naye atafunika mdomo wake wa juu, naye atapiga kelele, ni najisi, ni najisi. Hivyo ndio Mungu amesema. Hivi ndio Mungu amesema. So wakoma wengine, mfano tu ukoma wa leo, maovu, uchafu, uzinzi, usherati, chuki, hasira, faraka, kiburi, kijicho, kutotaka kurekebishwa, haya yote ni ukoma. Wakati sahihi kuhani, wewe ama mimi ama mwingine, ama wewe unanionyesha mimi ujeuri wangu, ama unanionyesha mimi kiburi changu, kwa unanionyesha wewe ni kuhani, uko na Kristo. Sawa, unanionyesha mimi ukoma wangu. Mimi nakataa.
Mimi nakataa. So hilo ni hali hatari sana ya kuhani kuona ukoma katika Agano la Kale. Kuhani anaona ukoma kwa mkoma, alafu anamfuata anamwambia, huu ni ukoma, wewe ni najisi. Sasa Mungu anasema upanue mavazi yako, alafu utangaze, mimi ni mchafu. Mimi ni mchafu. Mimi ni mchafu, mavazi yakiwa yameparuliwa. Kumbuka ni Mungu anasema useme hivyo. Alafu mkoma anasema mimi sitasema hivyo. Wale anamwambia Mungu amesema ukishapatikana na hali hii uparue hili vazi lako, liparue, useme mimi siwezi parua joho langu, na mimi sitasema mimi ni mkoma, mimi ni unclean, mimi sisemi. Hii generation iko hivi. Hii generation ya huku nyuma ya Waisraeli walikuwa natii. Licha ya kuwa amepata ukoma, amejiona, anaambiwa sasa Mungu anasema uparue mavazi yako, hiyo ndio sheria. Alafu upige tu kelele, mimi ni mchafu, mimi ni mchafu, mimi ni najis, mimi ni najis, mimi ni najis. Wengine wanaona wako na hawa walikuwa na mioyo imesuka. Lakini kwa hii kizazi yetu, hata mtu aone ukoma ndani ya mwingine, akiwa anamueleza, amini usiamini, atasimama na atasema vazi langu sitaliparua, na mimi sitapiga kelele eti mimi mkoma. Sitapiga kelele. Nitaendelea kuja kanisani, nitaendelea kufanya ushirika, nitaendelea kufanya uinjilisti, wakati Mungu anakuonyesha huko sawa bado. Na hiyo imekuwa itaendelea sasa, generation ambao hata si shingo. Waisraeli shingo zao zilikuwa ngumu. Mungu anasema Waisraeli shingo zenu ni ngumu. Lakini hii kizazi yetu si shingo peke yake, shingo ni ngumu, alafu pia kichwa ni kigumu. Ni times 2. Yes, afadhali Waisraeli ambao shingo tu yao, Mungu anasema shingo lao ni ngumu sana. Hii generation yetu si shingo peke yake, shingo ni ngumu na kichwa pia ni kigumu. Wakati Mungu anakuonyesha makosa, lakini huoni hayo makosa. Ni sawa na kwani anakuambia uko na ukoma, parua mavazi, anza kusema mimi ni mchafu, mimi ni mchafu. Ukisema mimi ni mchafu, mimi ni mchafu, Mungu anaangalia pia. Wakoma waliokutana na Yesu Kristo ni kwa sababu mioyo yao ilishuka na wakakubaliana Mungu, sawa, mimi nitaparua mavazi yangu, nitaenda nikisema mimi ni mchafu, mimi ni mchafu, mimi ni mchafu, mimi ni mchafu. Mungu anamtuma Yesu Kristo kwa huyo mkoma. Mungu anatuma Yesu Kristo kwa mkoma kama huyo aliyeshuka na kukubaliana na hukumu za Mungu. Mungu anampatia rehema. Mathayo 8. Yuko mkoma alikuja kwa Yesu Kristo, akishuka kabisa, kama unataka unaweza nitakasa. Yesu akamwambia nataka, takasika. Ni mkoma, maandiko anasema ni mkoma. Ni wale walikuwa wanapiga kelele, wale wamekubaliana na hasira ya Mungu, wamekubaliana na judgment ya Mungu. So mtu ambaye anarekebishwa lakini hataki kurekebisha, hataki kurekebishika, huyo wajue kabisa hayuko chini ya rehema za Mungu. Na Mungu hawezi mtume Yesu Kristo akaponya huo moyo. Haizi, kwa sababu mimi nikiwa mkoma, nimepatikana pengine, sisemi hivyo lakini isiwe hivyo, lakini nimepatikana pengine nimezini. Alafu mpendwa anachukua Biblia, anakuja kutoka kanisani, wanakuja wananiambia mpendwa umezini na kwa sasa haufai kuhudumu. Inafaa ukae kando, wewe ni mkoma, ubaki huko ukiomba Mungu nisamehe, Mungu nihurumie mpaka nipate toba katika hiyo. Niseme hapana. Hapana. Hata Daudi alizini. Alafu ninajiona na ubiri mzini tu. Naendelea. Nasema si lazima na hilo kanisa. Naenda huko kwingine naendelea kufanya uinjilisti. Unajidanganya, mimi najidanganya kwa sababu wakoma hawakufanya hivyo. Hiyo ndio inaonyesha alama ya mtu ambaye yuko proud. Alama ya mtu ambaye yuko na kiburi. Alama ya mtoto ambaye anatumika na ibilisi shetani na si roho wa Mungu. Daudi alipopatikana amezini na ameua. Daudi ni mkoma. Ni ukoma katika hali ya dhambi. Hali ya dhambi in court ni ukoma. Alifanya nini katika ukoma huo wa uovu? Daudi alianguka chini, akaanza kulia. Daudi akanyenyekea. Daudi akalia kweli na machozi, anamwambia Mungu, ondoa uso wako kwa dhambi zangu. Mungu usiangalie hizi dhambi zangu. Daudi alilia, alinyenyekea. Kwa nini? Daudi ndio mkoma ambao Mungu anasema. Ameonyesha ukoma wake, ameparua mavazi yake, ameanza kusema mimi ni mchafu, mimi ni mchafu, mimi ni mchafu. Anakubaliana kwa sababu Daudi yuko na roho wa Mungu. So ukiona mtu anarekebishwa, uko unarekebishwa na unakataa marekebisho, ni wazi kabisa kuna shida ndani ya moyo, tena shida kubwa sana. Ni sawa na mkoma, hataki kuparua mavazi yake. Hataki kuparua mavazi yake. Na kuna rehema. Wakoma wote 10 Mungu aliwatumia Yesu Kristo.
Ni kwa sababu gani Mungu aliwatumia Yesu Kristo? Ni kwa sababu alifuata sheria ya Bwana. Ukiteleza kwa hali yoyote, lazima uwe katika hali ya unyenyekevu. Lazima urudi. Lazima uhuzunike katika ile njia umeifanya. Sema, Mungu nihurumie katika hili Bwana. Mungu, kweli umenisamea dhambi kupitia damu ya Yesu Kristo, kwa wokovu Bwana. Usiukumbuke, ondoa uso wako Bwana. Mungu niondolee, Mungu nihurumie katika haya. Mungu niregeshe ile furaha ya wokovu. Mungu nimemzima Roho wako Mtakatifu. Mungu nimemhuzunisha Roho wako Mtakatifu. Mungu nisaidie katika haya. Ni moyo ambao unaparua. Katika Agano la Kale walikuwa wanaparua mavazi. Katika Agano Jipya ni moyo unaparuliwa kwa kukubali na kuparua moyo wako na kushuka chini na kusema, kweli Mungu nimezini katika hii. Mungu nimeasi katika hii. Mungu sijakuwa na uhusiano mzuri na kanisa la Bwana. Ni kushuka chini, wapendwa. Yeah. Lakini wengi wamenifukuza katika kanisa lile, na lile lingine nitapokelewa. Utapokelewa lakini mbinguni utakataliwa. Haina faida. Parua mavazi kama mkoma, parua moyo wako. Shuka. Angalia. Waweza endelea? 46 Mambo ya Walawi 13:46. Mambo ya Walawi 13 mstari wake ni wa 46. Maandiko yanasema, kwa muda wote atakapokuwa na ugonjwa huo wa kuambukiza, atabaki kuwa najisi. Ni lazima aishi peke yake, ni lazima aishi nje ya kambi. Yeah. Mungu anasema ni lazima aishi peke yake, ni lazima yuko nje ya kambi. Sasa hivi tunaendelea, kuna mmoja amekuwa nje ya kambi na haingefikia hapo. Lakini kama uonyeshwa makosa, unaambiwa makosa, unaonyeshwa uko na moyo unaoficha, ya Mungu anakuweka tu nje ya kambi. Maana ukoma wako mimi mwenyewe nataka niingie paradiso. So kama kuna mkoma anaweza nipaka ukoma wake nisiingie paradiso, huyo mkoma yuko nje. Ama kama mimi unataka uingie paradiso na unataka kweli, alafu mimi niko na ukoma, usiruhusu ukoma wangu kuambukize wewe. Mimi niweke nje, wewe uingie paradiso. Nisifungwe. Mimi kama sitaki kwenda paradiso, kuna mwingine anataka. So mimi nitoke, alafu mwingine aendelee, nisiwe tatu kwa mwingine. Hii ni safari ndefu. Huyu ni kama mtu ambaye hataki kupata toba. Lakini kuna wale ambao ndio wameteleza, lakini wanaparua mioyo yao. Alafu wanashuka, Mungu anawapatia toba hata kabla kufika kwa nje. Kwa kanisa, nyumbani unaweza kuwa baba ama unaweza kuwa mama, lakini bila kanisani wewe si mume, wewe si baba. Kuna Kristo ambaye ni mume. Niseme venye natawala nyumbani nataka nije nitawale kanisani. Haiwezekani, haiko hivyo kabisa. Nyumbani pengine uonyeshe makosa na mke wako ama na mamako ama na babako, pengine uonyeshe makosa, lakini ukija kanisani lazima utaonyesha makosa. Kanisa hakuna mabosi. Hakuna bosi kanisani. Una kiburi, Mungu anasema una ukoma. Au tubu, unaendelea, Mungu anakuweka kando na ushirika unaendelea. Na watu wataingia paradiso, wale wataingia. Wewe utaingia jana kwa sababu umejichagulia hii. Mungu anataka usafi. Samueli wa pili 12 kuanzia mstari wa 12, maandiko yanasema, maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Daudi aliona dhambi zake. Daudi aliparua moyo wake. Natumai hiyo unajibu 43. Aliona dhambi zake Daudi na akasema nimemfanyia Bwana dhambi. Huo ndio moyo unafaa uwe na mtu ambaye yuko na Roho Mtakatifu. Akikosa kitu cha kwanza, Nathan akimwonyesha Daudi makosa, Daudi anaparua moyo wake. Daudi anakiri, mimi ni mchafu, unclean, nimemtendea Bwana dhambi.
anakiri uovu wake mbele za Bwana. Hii ndio picha, hii ndio sura. Watu wakiokoka haimaanishi hawatafanya makosa, watafanya makosa. Lakini shida itakuwa, je, niko tayari kuonyeshwa hili kosa langu? Haimaanishi sitakosa, nitakosa. Lakini shida ni nitakuwa tayari kuonyeshwa hili kosa na kulikiri mbele za Bwana na kuachana nalo. Hiyo ndio shida. Shida ikiwa kama siko tayari kuonyeshwa makosa, then kuna shida. Huo ni ukoma. Na siko tayari kuparua mavazi yangu, na siko tayari kukiri mimi ni mchafu, mimi ni mchafu. So mpaka hapo tunaona 46 ni kwamba huyo mtu ataikuwa kando nje ya kambi na atakaa peke yake. Atakaa tu peke yake. Licha ya kuwa wako wakoma wengi sana ambao Mungu amewaponya. Haimaanishi wakiwa pale nje kama hawataomba hata waombe rehema kwa Mungu, haimaanishi Mungu hawezi kuwaponya. Mungu bado atakuwa anaangalia mioyo ya wale wakoma. Mungu macho yake anaenda hivi, yanazunguka. So nikiwa nimekosa, sijatubu mpaka imefikia, nimeambiwa mpaka imefikia sasa nimekuwa nje, kuna matumaini pale nje. Uko nitaparua mavazi yangu pale nimilie Bwana rehema. Mungu atatuma Yesu Kristo huko nje. Yesu atakuponya huko nje na atakutuma tena kwa nani? Atakutuma tena kwa kuhani, kama vile katika Injili Yesu anakutana na mtu ambaye ni mchafu katika Mathayo 8. Yesu anamwambia takasika, alafu anamtuma kwa nani? Anamwambia nenda ukajionyeshe kwa kuhani, si ndio? Alafu utoe ile dhabihu ambayo Musa alifanya nini? Aliamuru itolewe. So bado Mungu alimtoa Yesu Kristo na huyo mtu akaregeshwa. So wakati nimepatikana katika hali ya uovu, nisifikirie basi niseme naweza badilisha kanisa ama niacha niendelee tu kufanya hivyo. Hiyo si solution. Solution ni kuona uovu wako mbele za Mungu na kujua kweli hapa nimemkosea Mungu na kukiri na kugeuka kutoka kwa uovu, kuacha. Hata kabla ikifikia hapo hawezi kutolewa. Ikifikia hapo mimi siwezi kutolewa, Mungu ananipatia rehema. Ukoma unatakasika. Naendelea kukaa. So hapa si mwisho. Namo nalikuwa mkoma, na alikuwa afi katika huo ukoma wake, na alikuwa na kiburi pia ndani ya moyo. Lakini kilipoendelea kuvunjwa, mwisho wa siku kupitia Elisha, Mungu alifanya nini? Alimponya, aliuondoa ukoma. Aliuondoa. So nisifanye makosa kwa kanisa hili niseme naenda kanisa lile. No, ukoma wako bado utabaki katika kanisa hilo. Usifanye hayo makosa. Kutana na Mungu katika hilo kosa. Mungu, mimi ndio nimekosa. Nataka nikutane na wewe katika hili kosa. Umeniambia nipasue mavazi, nipasue moyo wangu, ninyenyekee, nishuke, niendelee kukiri maovu yangu, nikigeuka, nikiendelea kujinyenyekeza. Mungu anakuinua. Lakini utabadilisha makanisa yote, lakini mwisho wa siku Mungu atakwambia hili kanisa la mbinguni limekukataa. Utaingia wapi? So kuna sababu Mungu akisema mkoma yekwe kando, mkoma a shout, a confess, mimi ni mchafu. Mkoma aparue mavazi ambayo ni moyo wake. So kuna sababu. Sasa tuangalie waweza rejelea hii sheria ya 46 tukisonga mbele. Mambo ya Walawi 13 mstari wake wa 46. Siku zote ambazo pigo li ndani yake, yeye atakuwa mwenye unajisi. Yeye yunajisi atakaa peke yake, makazi yake yatakuwa nje ya marago. Hiyo tutairudia. Sasa unaweza angalia Hesabu. Angalia pia Hesabu 12. Naweza kuanza mstari kwa kwanza ni sawa. Kitabu cha Hesabu 12 mstari wake ni wa kwanza. Kisha Miriam na Aruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi.
Wakasema, "Je, ni kweli Bwana anena na Musa tu? Hakunena na sisi pia?" Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana kinaendelea hapo ni Musa, Aaron na Mariam. Hawa ni ndugu zake. Hawa wamemzoea Musa kiasi ya kwamba ni Mungu alimuita Musa. Na Mungu alikuwa na mpangilio na Musa. So Mungu akamuita Musa. Sasa hawa Mungu pia akamuita Aaron baada ya Musa kukataa, lakini specific kabisa Mungu alikuwa amemchagua Musa. Licha kwa Musa angesema, "Bwana, mimi nakutegemea wewe tu." Huenda Mungu angeka kila kitu kwa Musa. Lakini akamchagua pia Aaron msaidizi wake. Alafu baadaye pia Miriam Mungu akawa anamtumia. Walipovuka bahari Shamu, Miriam alitumika kuimba nyimbo za shangwe katika Kutoka 15. Yes? Yeah. So, hawa ni watu walitumika. Lakini sasa hiyo kutumika wakawa wanavuka mipaka kwa Musa. Saa zingine huwa kuna hii tabia ambao sisi tumekuwa nayo. Okay. Hapo Mungu amemweka mwalimu ama mwalimu mwingine. Alafu wakati najua neno kidogo, kiburi kinainuka kama vile cha shetani. Alafu na unanikaa ambaye kwani ni wewe tu peke yako unatumika? Kwani ni wewe peke yako kwani waona? Wakati Mungu anajua kwa nini amemweka yule pale na akakuweka wewe hapo. Kwa nini ameniweka mimi pale na akamweka yule kule juu? So mimi nisimwangalie yule Mungu amekuka juu niseme kwani yule peke yake ndo anatumika na roho wa Mungu. Hiyo ni kiburi. Mungu amemweka yule pale juu, mimi nikae nimsikize na nimheshimu Mungu aliyemweka. So walivuka hiyo mipaka. Na which generation hii watu wengi sana shetani anawatumia kwa sababu ya hiyo. Umejua tu neno kidogo, usikizi hata ndugu mwingine. Wale ambao walikuwa katika wokovu hata kabla wewe. Wanakuongoza na kwambia, "Mpendwa, hizi njia tulipitia, sisi tumekuwa katika wokovu miaka 10, miaka 15. Umekuwa mwaka mmoja. Wataka sasa uanze kufundisha." Unaambiwa hapana, kuna mambo mingi unafaa uyajue. Kwanza ufundishwe kwanza. Alafu ukishafundishwa Mungu mwenyewe ndio atakuweka mahali ufundishe. So unakuta unajua tu neno kidogo, hata neno halijakaa vizuri kwa moyo. Unajua tu lile neno la tubu, amini Yesu. Tayari wataka kanisa. Hapa ndio watu wengi sana upotea. Shetani anawapepeta kwa sababu hakuna misingi ya kuendelea katika sanctification. Hakuna. So Miriam pia na Aaron walianza hicho kiburi. Kwani ni Musa peke yake? Sisi pia Mungu anatutumia. Endelea tafadhali. Niangalie huu ukoma uko ndani yangu. Huu ni ukoma ambao hauonekani kwa macho. Mungu anauona ndani ya Miriam. Lakini muda si mrefu huo ukoma uko ndani ya moyo wa Miriam utaonekana nje. Mungu ataruhusu sasa utoke nje uonekane. So tabia chafu kama hiyo ni ukoma. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam, na akawaambia, "Tokeni nje nyinyi watatu, mwende hemani mwa kukutania." Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, "Sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala sio kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi nyinyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa?" Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama Miriam akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama yu mwenye ukoma.
Kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana, usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Nakusihi usiwe kama mmoja aliyekufa. Nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamlilia Bwana akasema, mpoze Mungu, nakusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angelimtemea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Unaona, Mungu ilibidi awalete waziwazi, waambie njoni hapa. So kulikuwa na ukoma inafananishwa pia na uovu ama dhambi inayotenda kazi kwa moyo ama pia kwa mwili. So kulikuwa na ukoma ndani ya moyo wa Miriam na ndani ya moyo wa Aaron. Kuna uwezekano Aaron alitambua makosa yake haraka sana alipoona uwepo wa Mungu. Akatambua haraka sana, akaanza kukiri ndani ya moyo. Aaron akaanza kusema, kweli hapa tumekosa. Aaron akaanza kuparua mavazi yake ya moyo. Aaron akaanza kuona makosa yake. Ndio maana waona ukoma, Mungu ashughuliki sana na Aaron, lakini anapiga sana moyo wa Miriam. Miriam ni kama alikuwa bado, hata Mungu akaongelesha, bado hajapata toba ndani ya moyo wake. Bado tu yuko tu vile vile tu ndani ya moyo wake. Waona? So kuna uwezekano mkubwa saa zingine tukiwa wadogo hivi, ukijua tu umekosa, ukimwangalia tu mzazi, umeona macho tu ya mzazi, unajua umekosa. Unasoma haraka, alafu kama ulikuwa unarukaruka kwa kitanda, unatulia. Mgeni kama yuko pale, unatulia. Ukitulia pale, ile hasira ya mzazi inaisha. Lakini kama kuna mtoto mwingine bado anaendelea kuruka, unaona mzazi tu anaambia ngoja kidogo ile mgeni, alafu anaingia naye kile chumba. Unasikia mtoto anatandikwa. Huyu mwingine ameacha kwa sababu aliwacha. Alitambua tu macho ya mzazi, alafu akageuka kabisa, nimekosa, wacha niwache. So kuna uwezekano mkubwa kabisa ndani ya moyo wa Aaron alipata toba, lakini Miriam bado akabaki tu na ule uovu ameubeba. Waona? So ni hivyo uovu ukiwa tu ndani utaletwa tu nje. So chochote ambacho nakifanya hapa duniani, chochote ambacho nakifanya katika kanisa la Bwana, kuna siku Mungu ataileta tu nje. Na watu wamekuwa na siri, unaweka tu siri hata katika kanisa la Bwana, umekasiri. Neno linahubiriwa, unafuata, unaeleza, alafu ile siri yako unaileta tu wazi. Mungu tu ataleta wazi. So vile vile ukoma ukiwa ndani, kiburi kiwa ndani, Mungu analeta wazi kile ambacho kiko ndani ya Miriam. Kile kiko ndani ya Miriam, Mungu anaonyesha ni ukoma. So Miriam akika katika kambi, wale wote watakuwa wakoma. Muda si kidogo Aaron atapata ukoma, muda si kidogo Musa atapata ukoma wa Miriam. So Mungu anasema huyu angetemewa mate, atemewe tu mate, angepona. Lakini wacha ikwe kando. Hiyo ndio sheria ya ukoma, aikwe kando. Kwa siku ngapi? 7. Anaikwa kando nje ya kambi. Kwa nini? Ili ule ukoma, ile tabia chafu ambayo iko kwake isienee hata katika wengine. Hilo ndio kanisa leo. Ukoma ni sawa na dhambi inayotenda kazi kwa moyo na kwa mwili. Ukoma ni sawa na uovu unaotenda kazi. Mungu anaona ukoma leo kama uovu ama kama dhambi. So Miriam akiwa haheshimu kiongozi ambao Mungu amemweka. Miriam akikaa mwaka na huo moyo wake, wanawake wangapi watakuwa na mwangalia Musa? Kambi nzima itakuwa inasema kwa nini Musa peke yake? Kambi nzima itakuwa na hiyo tabia ya Miriam, kwa sababu Miriam atapeana huu moyo. Shetani anachukua moyo wa Miriam anaweka kwa wengine, inakuwa tabia. Kambi yote inakuwa chafu. Ndiposa last time tulisoma katika kanisa la Wakorintho. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa kwanza mpaka 8. Paulo anasema huyu aliyefanya hiyo zina hasikaribishwe katika watakatifu. Kama mjui chachu kidogo uchachua donge zima, aondolewe. Ni hivyo. Ukoma kidogo kwa moyo wa mtu, kwa Miriam, utasamba kote na hakuna mtu
hakuna mtu atakuja kumsikiza Musa, kwa sababu ule moyo wa Miriam ndio Miriam ataongea na mwingine, ama mwingine atasikia. Kumbe si Musa peke yake, kumbe si Aaron peke yake, kumbe si Musa peke yake, mwingine anashia mwingine. Kutakuwa hakuna hofu katika hiyo kambi. Nani amesababisha? Mwanamke mmoja ama mwanamume mmoja. So Mungu hataki hiyo. Ndio maana Miriam anaikuwa kando mpaka ukoma wake uondoke, mpaka apate uponyaji. Watu wakija wakisikia nini imetokea, Miriam ni mkoma. Imeanzaje? Hajamheshimu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemweka. Nani amempa ukoma? Ni Musa? La hasha, Mungu mwenyewe amempatia. Watu wangapi wataogopa? Nani amempa ukoma? Ni Mungu. Kwa nini? Amedharau mtumishi wake. Watu wataogopa watumishi wa Mungu. Musa angekuwa kwa uovu, Mungu angemtetea. Hii elewa, wako watumishi ambao wanatumia neno hili kama uoga la kufrustrate wale kondoo. Yaani mtumishi anaweza fanya uovu, ukimwambia mtumishi hapo umekosea na kwamba usimguse mpakwa mafuta. Hiyo neno iko sawa. Iko sawa hiyo neno. Hapa Mungu anamwambia Miriam usimguse mpakwa mafuta. Iko sawa na Musa. Lakini inategemea huyu mtumishi anatembeaje na Mungu kwanza. Hilo neno halina shida. Na shetani anaweza tumia hilo neno useme watumishi wote siku hizi hakuna neno kama hilo, watumishi wanatumia kama cover. Kama ni mtumishi wa kweli, ukimgusa neno lolote lile chafu, Mungu atakabiliana na wewe. Kama ni wa uongo, itakuwa tu ni haki. So nisione alijatumika kwa ule mtumishi tulimtukana na hakuna chochote kilifanyika. Wewe alikuwa uongo, ndio maana hakuna chochote kilifanyika. Ukimtukana wa kweli kama Musa, utapokea ukoma. So niangalie, nisiseme watumishi wamelitumia vibaya. Hilo neno liko kwa Biblia. Watumishi wa kweli linatumika kweli, lakini mtumishi wa uongo haina shida. Ni Mungu amempatiana. Musa angekuwa ni uongo, Miriam angekuwa na ukoma. Mungu angesimama, Mungu angewaita, angemtetea Musa. Lakini Musa alikuwa ni wa kweli. Alikuwa ishi maisha machafu, alikuwa anatii amri za Mungu. So paka niangalie. So sheria tunaiona Miriam anaikuwa kando. Mtu yote akiwa katika ukoma katika kanisa, uovu wote ule wa dhiaka kama hii na inaendelea, si sawa aendelee kukaa, kwa sababu hata wageni wakiokoka, huu moyo wa Miriam wa ukoma utakuwa unaenda ukiambukiza wao wengine. Unaambukiza wao wengine. Utakuwa unaona hakuna kanisa sasa. Itakuwa ni watu wanakutana, malumbano yako huko ndani. Watu wameazuia, unafiki mwingi unakuwa huko ndani. Masengenyo mingi baada ya ibada. Maneno mingi, simu nyingi ambazo ni za siri. Alafu mnakuja mnakutana. Mungu anasema hili kundi lote ni chafu. Ndio maana wakoma lazima waekwe nje. Na si lazima ifikie hapa. Si lazima ifikie kwamba mimi nimekuwa nje. Si lazima ifikie hapa. Huo si moyo wa Mungu. Lakini wale ambao shingo zao ni ngumu, na kama kichwa changu pia ni kigumu, yaani naambiwa lakini niko tu vile vile. Shingo ni ngumu pia, kichwa ni kigumu, haubadiliki. Then Mungu anasema huwa ikwekane. Hiyo tabia itakuja kwa wengine. Kichwa kigumu ni mtu anaambiwa mara 1000 kitu kimoja. Mara 1000 unaambiwa. Mara 1000. Na bado uko tu pale. Na hata huoni makosa yako. Uhubirie watu waokoke. Na uko na kichwa kama hiko, na uko na shingo kama hiyo. Watakuwa hivyo hivyo. Nyoka uzaa nyoka uzaa nyoka. So niangalie sana. Nikiwa mtu mwenye kiburi, sisikizi watumishi ama sitamini Kristo katika ndugu yako ambaye yuko na Kristo. Ukienda kufungua huduma ama ukienda kuhubiri, wale watoto utawazaa watafanana na wewe. So kabla sijaendelea kuzaa, niendelee kurekebishika kwanza, ili upate toba, ili wale utakaowazaa wewe basi wanafanana na Kristo, wasifanane na wewe ama mimi vile vile. So huyu Miriam aliyekuwa kando, hiyo ni excommunication. Anasema aikwe kando. Acha tuangalie mfalme mwingine hapa. Kiangalia
Mambo ya Nyakati, Second Chronicles, Mambo ya Nyakati 26, Mambo ya Nyakati wa pili 26, unaweza anza 16. Mambo ya Nyakati wa pili 26 mstari wake wa 16. Lakini baada ya Uzia kuwa na nguvu sana, majivuno yake yakamsababishia kuanguka. Alikosa uaminifu kwa Bwana Mungu wake, na akaingia hekaluni kwa Bwana ili afukize uvumba kwenye madhabahu ya kufukizia uvumba. Naweza rejelea tena. Mambo ya Nyakati wa pili 26 mstari wake ni wa 16. Lakini baada ya Uzia kuwa na nguvu sana, majivuno yake yakamsababishia kuanguka. Alikosa uaminifu kwa Bwana Mungu wake, na akaingia hekaluni kwa Bwana ili afukize uvumba kwenye madhabahu ya kufukizia uvumba. Na hivyo ndio Mungu anasema. Mungu alikuwa anamsaidia Uzia sana. Mungu alikuwa anampigania Uzia sana. Lakini Uzia sasa moyo wake majivuno. Hakuna kitu kibaya kama majivuno. Shetani aliumbwa vizuri sana na Mungu. Mkamilifu katika urembo. Yaani huwezi kumkosoa shetani, huwezi angalia shetani tu ukamkosoa hata kidogo. Mungu alimuumba na moyo wake wote na upendo wake wote. Lakini nini kilimwangusha shetani? Majivuno, pride, majivuno. Kuna kitu kibaya kama majivuno. So, Uza pia Mungu alikuwa naye. Yeah. Majivuno, kiburi, pride, majivuno. So, ile kujivuna ikiendelea kwa moyo, inakuwa tu ukoma. Alafu Mungu anasema hayo majivuno ndio anafanya sasa Uzia akaanguka na akawa tena si mwaminifu tena kwa Bwana. Majivuno inaweza onekana kama nini? Majivuno inaweza onekana kwamba sasa sijui kitu. Wakati wale wanaonifundisha mimi nimejiweka chini kabisa kwa wakati sijui kitu. Nimejiweka chini kabisa, niko na heshima kabisa. Lakini nikijua kidogo sasa naona kama mimi sitawasikiza sasa. Hii ni majivuno. Hii jua tu uko na majivuno. Ama mimi ama wewe pia uko na majivuno. Mimi watu pia nawasikia. Watu niko chini yao. Na huwa naangalia moyo wangu. Usienuke, wale ni bora zaidi yangu. Na kila siku mpaka siku nitaondoka duniani, wale ni bora zaidi yangu. Na hiyo ndio naishi nayo. Licha kwa saa zingine tunatofautiana hapa na pale, lakini posha ya moyo, ikiwa sielewi hapa pengine naangalia hapa, lakini posha ya moyo kwamba niko chini. Nyinyi ongeeni. Mali naona kidogo hatupatani, ni sawa. Tunaomba, alafu tunaendelea. Lakini siku zote niko chini na nataka niwe chini. Na huo ndio moyo wa Mungu. Na huo moyo tupata wapi? Tupata kwa maandiko. Maandiko yanasema mhesabu mwingine bora kuliko wewe. Mhesabu mwingine bora. Kana hiyo moyo. Shetani gauge moyo wake na hiyo kwamba wengine ni bora zaidi yake. Bado mpaka sasa ingekuwa mbinguni. So lakini nisijione mimi ni bora. So katika yote usijione majivuno yanaanza. Najiona bora. Ama mtu umeokoka naye pamoja, ama ameokoka mbele yako, Mungu amekubariki. Wewe umepata neno ila tena ameokoka mbele yako. Lakini kuna vitu yeye anajua, anakuambia mpendwa, hii hapo hujafanya sawa. Lakini kwa sababu wewe uko na ufahamu ama mimi niko na ufahamu wa neno zaidi yake, nampuuzia. Mungu anasema hii ni kiburi, hii ni pride. Wako wazee kanisani, wazee kabisa, hawana vitabu vingi kwa akili, lakini Mungu amewapatia hekima na wameokoka mbele yako na mbele yangu. Wewe uko na vitabu vingi, mimi niko na vitabu vingi. Ama wamama ambao ni wakongwe lakini wanaelewa, anaweza kuambia hapa hujafanya sawa. Lakini mimi kwa sababu niko na vitabu vingi ni mdharau. Hiyo ni kiburi uko naye, ama ni kiburi mimi niko naye. Wako wazee ambao hawajaenda shule. Wewe pengine umesoma ama mimi nimesoma, nimekuwa daktari. Sasa mzee ananipatia ushauri, mimi naupuuzia kwa sababu nimesoma. Hii ni kiburi, hii ni pride. Pride, kiburi.
Na hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa kuanguka kwa huyu mfalme ambaye Mungu alikuwa naye, Uzia. Na huo ni ukoma. Endelea. Lakini alipokuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka hata akafanya maovu. Akamwasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukuzia. Azaria kuhani akaingia nyuma yake, na pamoja naye makuhani 80 wa Bwana mashujaa. Wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia, si haki yako Uzia kumfukuzia Bwana uvumba, ila ni haki ya makuhani wana wa Haruni waliofanywa wakfu ili wafukize uvumba toka katika patakatifu. Kwa kuwa umekosa, wala haitakuwa kwa heshima yako kutoka kwa Bwana Mungu. Akaghadhabika Uzia, naye alikuwa na chetezo mkononi cha kufukizia uvumba. Naye hapo alipowaghadhabikia makuhani, ukamtokea ukoma katika paji la uso wake mbele ya makuhani nyumbani mwa Bwana karibu na madhabahu ya kufukizia. Azaria kuhani mkuu na makuhani wote wakamtazama, na angalia, alikuwa na ukoma pajini mwa uso. Wakamtoa umo upesi, hata na yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka, kwa sababu Bwana angempiga. Uzia moyo wake unainuka. Amepigana vita, Mungu amempatia ushindi. Hapa tujiangalie katika utaratibu. Mungu amempatia ushindi katika area nyingi sana za kifalme za vita. Mungu amempatia ushindi. Alafu huu moyo unainuka, anaanza kudharau wale makuhani ambao Mungu ameweka pale. Anaanza tu kuwadharau. Madharau siku hizi pia yako hivyo hivyo. Watu ile lugha mavazi pengine anavaa, kiatu yenye anavaa, ukadharau tu, chochote kile tu, nguo pengine anavaa hivi, mimi navaa hivi. Alafu pengine chochote kile kikafanya moyo wako ama wangu ukafanya nini? Ukainuka. Na Mungu anauona huu moyo, kiasi kwamba Uzia sasa anaamka, anachukua kazi ya makuhani ambao Mungu ndo amesema Walawi ndo atafanya hiyo kazi. Yeye ana transpass, anasema nipatie hichi. Anataka kwenda katika hekalu la Bwana, kiburi na msukuma. Anasema mimi pia nataka niifanye hiyo kazi. Nani amekwambia uifanye? So ile utaratibu, Mungu akiweka mfalme anajua anaweka kuhani na anampatia mfalme kazi yake, kuhani pia anakuwa kazi yake. Kuhani asifanye kazi ya mfalme na mfalme asifanye kazi ya kuhani, ila Mungu akiwa ametuma. Ikiwa makuhani wamelala, Mungu anaweza tumia mfalme kufanya kazi ya kuhani. Ikiwa makuhani mfalme amelala, Mungu anaweza tumia kuhani kufanya kazi ya ufalme. Mungu anajua hiyo. Yesu ni kuhani, Yesu ni mfalme. Mungu anajua venye hiyo anafanya. Lakini kiburi kinamsukuma huyu Uzia, kinamsukuma kiasi kwamba anaingia katika hekalu, anadharau wale, alafu anataka fanya nini? Anataka kufanya service ya Bwana. Makuhani wanaenda 80 wenye ujasiri, wanamwambia hapana, wanamzuia. Lakini na wanamueleza vizuri sana, hii ndio kazi Mungu aliweka ifanywe hivi. Ona, Uzia badala avunjike katika moyo aseme kweli nimefanya makosa, nisameheni, haingefikia ukoma, haingefikia hapa. Moyo wake tu ungerudi nyuma aseme kweli kiburi yangu inanidanganya, nisameheni kwa hili. Aombe kwa Mungu, Mungu angemsamehe. Hata aombe makuhani, niombeni katika hili, haingefikia ukoma, haingefikia. Lakini anakasirika. Ni sawa, kuna kitu alikuwa anataka kukifanya. Mtu akikasirika huwa kuna kitu ambao anataka kufanya. Nyinyi mnanizuia. Nyinyi mnafikiri mnaweza nizuia mimi? Amjui mimi ni mfalme ndani ya moyo. Hata kama inaweza kuwa semi haya, lakini ukiona mfalme amekasirika, huwa kuna vitu vinaendelea kwa akili yake. Huwa kuna vitu vinaendelea. Mnanizuia mimi kama nani? Nyinyi hamjui mimi nimepiga fulani. Nyinyi mnaweza kunizuia. Kuna kitu akikasirika, kuna kitu ambacho kinaendelea katika moyo wake. Badala moyo uvunjike aonekosa, yeye anakasirika. Then next nini? Mungu anampiga na ukoma. Ukoma unaanza kufanya nini? Unaanza kuonekana. Na moment akiwa na ukoma na akisimama mahali patakatifu pa Mungu, kile kitu kinakuja sasa ni mauti. Hata ashukuru sana wa makuhani.
muonyesha njia ya kutoka, yani wanamtoa, wanamuhimiza. Yeye pia akawa na haraka ya kutoka kwa sababu alijua Mungu atamtandika. Mungu haruhusu kitu kichafu katika hekalu lake. Wakamtoa umo upesi. Wakamtoa umo upesi. Hata na yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka. Hata yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka. Kwa sababu Bwana amempiga. Kwa sababu Bwana amempiga. Uzia mfalme akawa na ukoma hata siku ya kufa kwake. Akakaa katika nyumba yake pekee, kwa kuwa ni mwenye ukoma, maana alitengwa na nyumba ya Bwana. Na Yothamu mwanawe alikuwa juu ya nyumba ya mfalme, akiwahukumu watu wa nchi. Alikaa, ona hiyo sheria, alikaa peke yake aliyekuwa kando, na akakaa peke yake mpaka kufa kwake. Maisha gani aliishi? Maisha ya upweke, maisha ya loneliness. Umekaa huko uko tu peke yako huko, hakuna mtu anakuja kuongelesha. Hiyo ndio fimbo ya Bwana. Mungu anajua kuweka mioyo ya wanadamu chini, na haingefikia huku kama angeona moyo wake, angetengwa. Lakini ile kiburi ya kuendelea, kiburi mpaka unaonyeshwa makosa, lakini unaendelea. Mungu sasa mpaka anamweka ukoma. Makuhani mioyo yao ni huyu mfalme, hata kama amekosa lakini asiangamie, mtoweni haraka kabla siri ya Mungu haijawaka. Na Mungu akampiga, akamuondoa, kama yule alishika sanduku Uza la Bwana. So niangalie, moyo wa Mungu si destroy, moyo wa Mungu si kuharibu, moyo wa Mungu si kupiga, lakini kiburi changu na chako kikiwa kinaendelea, Mungu anatulipa sawa sawa na kile ambacho tumepanda, ndio tunakivuna. Aliyekuwa kando ni mfalme na aliyekuwa kando. So hii sheria ya ukoma haitambui kuhani, haitambui mfalme, haitambui mwanajeshi, Naaman, haitambui hata Naaman, haitambui hata wachungaji, haitambui wainjilisti. Uko na uovu, parua mavazi yako, parua moyo wako mbele za Bwana. Kiri makosa yako kwamba mimi nimekosa katika hii Bwana, nihurumie. Hiyo ndio Mungu anataka. Lakini kama haifiki, kama uparui moyo wako, Uzaya hakuparua moyo wako, hakushuka aliporekebishwa na makuhani, hakuparua moyo wako. Next, hakuparua mavazi yake, yaani kwamba nimekosa, nimehuzunika, nimekiri. Hasemi kwamba mimi ni mchafu, mimi nimeenda kinyume na Bwana. Hakusema hivyo, bali alipoonyeshwa na makuhani, anaambiwa hii haifanyiki hivyo. Mungu ameweka hawa kwa makuhani, lakini yeye alikasirika. Hivyo ndo watu wengi wanafanya. Umekuwa chini, umeongeleshwa na wazee wa kanisa, umeongeleshwa na watumishi, umeongeleshwa pengine na wamama wa kanisa wamekuongelesha, lakini nasema hapana, skati yangu iko tu sawa. Wananionea ile kanisa, wananionea. Wakati ukivaa skati kila kitu chako kinaonekana, unaambiwa usije, wananionea. Alafu asema nitabadilisha kanisa. Hiyo ni sawa, umekasirika, hujaona makosa yako, ama watafuta another alternative. Badala uone kweli nimevaa vibaya, hiki kifua changu kiko wazi, ama chochote kile ambacho narekebishwa, nione kweli kuna uovu hapa. Maanake neno ndio linatumika kukuonyesha uovu na kuonyesha uovu. So wakati narekebishwa, vile Daudi anafanya, Mungu anataka nifuate mkono huo. So huyu aliyekuwa kando na akaishi peke yake mpaka ile siku alikufa. Yes, alikufa bila kutoka. Yeah. Kizidi pia kusoma, kuna mfalme zaidi pia Mungu alimchapa zaidi, lakini hakuregesha moyo wake, akafuata matabibu. So huu koma ukikaa kwa moyo wa mtu hana unyenyekevu. Hata tuangalie Galatia 5:19, ukoma ambao tumekuwa tukiuzungumzia. Ukoma ulikuwa katika kanisa la Wagalatia, ukoma huko katika makanisa ya leo.
Kitabu ni cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati. Uasherati ni ukoma. Uchafu. Uchafu ni ukoma. Ufisadi. Ufisadi ni ukoma. Ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni ukoma. Uchawi. Uchawi ni ukoma. Ibada ya sanamu inaweza kuwa hata umeokoka, lakini ikifika wakati wa ushirika ama siku ya sabato ya Bwana unatafuta kisababu kinakufunga, alafu hauji. Yaani wewe katika sabato ya Bwana, hiyo ni sanamu. Wewe left ni right, hiyo ni sanamu. Sanamu ni chochote ambacho kinakuweka mbali na ushirika wa Mungu ama kumwabudu Mungu. Kwa sababu nasema hii ndio imenizuia nisiende kukutana na Mungu. Then hilo ni Mungu wako. Usike very simple useme unajua chenye kimenizuia nisiombe, chenye kimenizuia nisifike kwa ibada, na nafaa nifike. Na sile dharura kwamba niko na mimba, pengine leo ni sabato yafaa niende kwa ushirika, alafu mimba nimeanza kusikia uchungu. Hiyo Mungu anaelewa. Sisi hauna mimba, hauna chochote, kila kitu iko tu sawa. Niko na kitu, pengine biashara imenishika, ama pengine chochote kile, kazi pengine, then hiyo ni sanamu. Ama nimealikwa mkutano leo. Ukiangalia mkutano ni wa ibada, haitokani na Mungu. Ni mkutano tu pengine wa welfare ama chochote kile, pengine cha shule. Ya mikutano mingi shule mingi na mingi itapigwa faini. Juzi tulipigwa faini. Ule mwingine hatukwenda. Maana mikutano mingi ya shule wanaika siku ya sabato. Siwezi hata sabato ya Bwana niende nikakae mambo ya shule. Haiwezekani. Naambia huko sitakuja mpaka watazoea. Ile siku wataiweka mahali ambapo inafaa, mtaenda. Maana mamlaka ya kwanza ni ya Mungu. So niache ushirika wa Bwana niende nikakae. Na wanajua hawa ni wa sabato na wataelewa. Si kiburi, hapana. Lakini mpaka niangalie gani ni muhimu. Mbona imekuja hii siku? Kwa nini mseke siku nyingine? Pengine system ni hivyo. Basi tabidi ni comply na hiyo. Mungu kwanza, mengine baadaye. Lakini nikiwa na moyo kwamba wacha niende mkutano, ni wakati gani unaenda mkutano? Huo mkutano ni okay. Hawezi ambiwa baadaye conclusion ya hiyo all matter. Yesu anasema ukitaka kunifuata lazima ujikane. Nafikiri kujikana ni kwa nini? Kujikana ni chochote kile cha ulimwengu ambacho kinaingia katika siku ya kumwabudu Bwana, alafu mimi na comply nacho. Lazima niweke kando. Lakini kama unataka kumfuata na bado haujikani, hakuna kitu unafanya. You are wasting your time. Kumfuata Bwana ni kudrop kila kitu ambacho kinanizuia nisimfuate huyo Bwana Yesu Kristo. Kila kitu. Mmoja alipata Yesu alimwambia, uza imani yako yote, patia maskini hiyo pesa, njoo nifuate. Yes, alifanya nini? Alisema basi kumfuata Yesu Kristo, siwezi. Alipiga hesabu akasema ndani ya moyo wake haezi. Na Yesu akamwambia, ni ngumu sana. Yes, ni rahisi kuangamia kuingia katika tundu la shetani kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. So unaweza kuwa tajiri wa hapa, wa moyo, si wa fedha, wa moyo tu. Vitu gani vinakuzuia wewe usimwabudu Mungu ama mimi nisimwabudu Mungu? Hiyo ni sanamu. So hiyo ni ukoma. Huo ni ukoma na utakuwa utabiwa. Ndio. Ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu. Uchawi. Uadui. Ugomvi. Wivu. Hasira. Fitina. Faraka. Uzushi. Usda. Ulevi.
ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia kabla, ya kwamba watu watendao mambo kama hayo, hawataurithi ufalme wa Mungu. Hivyo ndio Mungu anasema. Watu ambao wanafanya uchafu huo hawataurithi ufalme wake. So nijiangalie katika hayo, ni ukoma gani ambao mimi umegusa moyo wangu na unaendelea kugusa moyo wangu katika hayo yote hapa. Na wakati Mungu ananiambia, Mungu anakuambia, mfano ni siku ya Sabato nimeshikika katika nafanya kazi ambao naitegemea katika yote na lazima tu niwe pale. Kweli Mungu anaangalia moyo. Waweza ukiwa pale ukimlilia Mungu, ukiendelea kumlilia Mungu kwamba Mungu nisaidie, Mungu nihurumie kwa hili, Mungu nisaidie, Mungu atakusaidia, Mungu atatengeza njia, Mungu atakutengeza hiyo njia, Mungu ni mwaminifu. Lakini ikiwa pale nimerelax tu, uko umerelax tu, Mungu anaangalia tu moyo. Anasema huyu anataka hivi. Lakini kama nataka nikeshe, mfano na kazi ambayo naifanya ni ya kukesha, mfano nafanya kama security guard, nafanya hiyo kazi ya kukesha security guard, siwezi kuja kukesha hapa alafu pia nikakeshe huko kazini. Lazima ukeshe kazini. Lakini namlilia tu Mungu kwa moyo, namlilia Mungu, utaona shift itabadilika. Utaambiwa leo wewe itakuwa unaikwa mchana, utaanza kushukuru Mungu, nashukuru Mungu sahihi. Usiku naweza pata muda nikafanya nini? Nikakesha, nikaongea na Mungu wangu. Mungu anaangalia tamanio la moyo wako na moyo wangu. Ikiwa kweli ni kumtumikia Bwana, Mungu atakupatia hiyo nafasi. So niseme haiwezekani, pengine hii sheria ni ngumu sana kwangu, hii haiwezi badilika, haya mahubiri ni magumu sana, yananifungia, yananinyima. Ukitaka chochote Mungu anakuambia itisha, Mungu atakupatia. Nimeitisha uhuru wa hiyo siku, nimeitisha Tuesday niwe free, Mungu nisaidie Thursday nipate neema, nimeitisha hiyo. Kama sijaitisha basi na maanisha niko na wrong heart, niko na moyo ambao una chachu na moyo ambao hauna matamanio ya Mungu. Hauna matamanio, kwa sababu ukiniambia kila wakati umeshikika, kila wakati umeshikika, kila wakati ni kazi, nitajua shida si Mungu, shida ni wewe. Maana Mungu hawezi kukunyima siku uje ukutane usikize neno lake ama uombe. Mungu hawezi kunyima hiyo. Ina maana haujataka hiyo kwa moyo wako wote na umuombe Mungu, Mungu atakupatia. Wakati inaenda hivyo, hana muda wakati wa Sabato, hana muda, anamilia tu Mungu, anaenda tu kazi, lakini akitoka tu machozi hivi. Mungu anasikia maombi yake, anamtafutia kazi nyingine nzuri hata zaidi ya hiyo. Anawacha hiyo kazi, anaambiwa utakuwa off siku 2, anakuwa Sunday na anakuwa Saturday na anashukuru Mungu kweli. Na anaendelea Sabato ya Bwana, anaendelea. Hizi zishafanyika, mimi nishanifanyikia. Nikiwa hata sina nuru zaidi, ili nifanyikia. So Mungu anafanya, nikiwa mbali kabisa Mungu alifanya. Ni wale ambao wako karibu kabisa na Mungu, Mungu atawasaidia. Ni kwa sababu hujataka ama hayo matamanio hayako kwa moyo wako, ndio maana hali inakuwa hivi. So hata katika biashara zetu, nikiona sipati muda, nimekika, nichunguze tu moyo wangu. Uchunguze tu moyo wako na wangu na Mungu. Mwambie Mungu, kweli wewe unajua kuwapatia watoto wako vitu vizuri zaidi ya sisi ambao tunajua kuwapatia watoto wetu. Mungu anahitaji muda na wewe. Nipatie muda Mungu. Mungu atakufanyia urahisi sana. Wewe tamani. Haiwezi kuwa tamani Mungu niwe katika ibada, niwe katika Sabato zako. Mungu nataka niwe katika Sabato zako. Alafu Mungu tu azibe. Haiwezekani. Wewe ndio unaziba ama mimi ndio naziba. So hakuna excuse ya kwenda kumwabudu Mungu. Kama sasa haijafanikiwa, zidi kumlilia Mungu, atatengeza. So wakapata tuamini tuombe. Tuonyesha jinsi Bwana ukoma na wenye ukoma Bwana kwa njia langu Bwana. Mungu mfalme Uzia, moyo wako ulipoinuka Bwana.
japo alikuwa maonyo na makuhani Bwana, lakini badala ashuke chini Bwana, aparue mavazi ya moyo wake Bwana. Mungu badala yake Bwana alikasirika ndani ya moyo wake Bwana. Tunaamini ya kuwa mawazo yalikuwa yanaendelea ambayo Bwana hayakuwa ni masafi kwako Bwana. Bwana ukampiga na ukoma na Bwana ukawadhihirisha ule ukoma ambao ulikuwa ndani ya moyo wake Bwana, umepata kutoka nje Bwana. Mungu Uzia akaekwa kando na akaishi maisha ya peke yake na ya upweke Bwana, kwa tena hawezi kutawala Bwana. Mungu tuhurumie Bwana, haijafikia hapo Bwana. Mungu wewe upendezwi na kuwachapa watoto wako Bwana na kuadhibu Bwana. Ndio nasema sababu unawapenda Bwana, inabidi warudi Bwana. Sababu wasiwa na haramu Bwana, unawadhibu Bwana na kuadhibu Bwana ili tuje tufikie utakatifu na ili siku ya mwisho Bwana usinyoshe kidole chochote Bwana cha kutuhukumu nafsi zetu kuingia katika ziwa la moto Bwana. Mungu tusaidie Bwana. Mungu tupatie mioyo ya kurekebishika haraka sana Bwana. Mioyo Bwana, moyo kama ule wa Daudi Bwana. Nilipoonyesha tu makosa yake, Daudi alishuka chini Bwana, akakiri Bwana. Akaingia katika saumu Bwana, akajiweka chini Bwana, akasema ametenda dhambi Bwana. Amekuasi Mungu. Mungu nasema unapendezwa na moyo uliopondeka na moyo uliovunjika, roho iliyopondeka Bwana. Nasema unapendezwa nayo Bwana. Yesu alisema kwamba mioyo yetu isipokuwa kama ya watoto wadogo Bwana, hatutaweza kamwe kurithi ufalme wako Bwana. Mungu tupatie mioyo hii Bwana. Mungu kweli vichwa vyetu vimekuwa vigumu Bwana, na hata shingo zetu zimekuwa ngumu Bwana. Tuhurumie Bwana. Mungu umetuonyesha jinsi ukoma katika Miriam ambaye Bwana aliweza kudhiaki mamlaka uliyoiweka. Mwisho wa siku Bwana, ule ukoma uliokuwa ndani yake Bwana ulimleta nje Bwana. Mungu tusaidie dhiaka katika ushirika wako, dhiaka katika ndugu walio ndani ya Kristo Bwana, ikapate kuondolewa katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu aingefikia Miriam kuwekwa nje Bwana, lakini moyo Bwana wa kutogeuka, moyo wa kutotambua kama wa Harun Bwana, moyo Bwana wa kiburi Bwana, tuondolee Bwana. Mungu ukatuonyesha vile pia wakoma waliokuwa na shida kama hizi walivyokuwa wakiparua mavazi yao, walivyokuwa wakilia mimi ni najis, mimi ni najis, na jinsi kwa Agano Jipya Bwana ulivyokuwa unawakutanisha na Yesu Kristo, na Yesu anawasafisha, na Yesu anawarejesha tena kwa Musa. Mungu tunaomba katika shirika lako, sehemu zozote ambazo Bwana tumegongwa na ukoma, tumeguswa na ukoma Bwana, tunaomba damu iliyomwagika msalabani, tunaomba kwa neno lako Bwana tukazidi kutakaswa kutokana na chachu zote mtakatifu wa Israeli. Alafu turegeshe tena na tena Bwana kwa amri za Musa ulizoziandika ndani ya mioyo yetu Bwana. Saidia Bwana, tusafishe Bwana, tuoshe Bwana. Saidia tuweze kuwa nyenyekevu Bwana katika amri zako Bwana. Yesu ametuonyesha mfano kwamba hatuwezi kuishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu, ambapo kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu Bwana ni amri ya Mungu. Akasema katika Kutoka 20 mstari wa kwanza Bwana akasema maneno haya yote Bwana, haya yote ulizozisema ni amri zako Bwana, ni neno litokalo kwa kinywa chako Mungu. Mungu tunaomba kwa yote maovu yote Bwana kapate kutusamea Bwana. Maana tunasema msamaha wako Bwana ni wa sasa na hata milele Bwana. Mungu tunashuka chini Bwana, tupatie mwanzo mwingine kupitia ufahamu wa neno lako lilotupatia Bwana. Saidia Bwana tusifanye urafiki na chochote kile ambacho ni adui wa amri zako na ni adui wa nafsi yako na Yesu Kristo Bwana. Mungu tusaidie Bwana. Mungu naamini kupitia Roho yako Mtakatifu utazidi kuongea nasi zaidi na zaidi katika moyo huu Bwana. Wale ambao Bwana, yule ambaye pia amekuwa kando Bwana, si kwa ajili Bwana apendi, lakini kwa ajili ya neno lako Bwana. Mungu tunaomba
mtembelee, uongee naye Bwana, shusha moyo wake chini, msaidia aone makosa yake, na umpatie moyo wa kushuka Bwana. Unawapenda Bwana, unawarudi muda Bwana, ukarudi kwa upendo Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, yala tunaomba Yesu tuombee, tunaomba na tukisadiki. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, ufanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe na Mungu, kwa sifa na utukufu na sifa. Amen.